Funika macho tuombe. Baba mtakatifu, wewe ni Mungu wetu, nguvu yetu, ngao yetu, kinga yetu, kimbio letu, taraja na tumaini letu. Mfalme, ni wakati ambao Bwana unakupendeza machoni pako. Simama na mtumishi wako, simama pamoja naye wakati huu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba nikushukuru. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Marko mtakatifu sura ya 5. Marko Injili. Jina Marko mtakatifu sura ya 5 mstari wa kwanza, Biblia inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akakata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana, yani masaa 24, alikuwepo makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Naweza kuona jinsi ambavyo shetani naye anamwapisha Yesu, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje nchi ile. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe kitimoto wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni, wakaingia baharini wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakaeneza habari nchini na mashambani. Watu wakatoka waone iliyotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa, na wale waliokuwa wameona walimweleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka sura ya 4 mstari wa 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye kwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia ndani ya sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao,
na vipofu kupata kuona tena, wacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yanatimia masikioni mwenu. Leo maandiko haya yanatimia masikioni mwenu. Haleluya, amen. Maandiko yakatimia masikioni mwa wasikilizaji. Haleluya. Habari za Yesu wa Nazareti, ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho na kwa nguvu. Biblia inasema akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote waliokuwa wameonewa na Shetani, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Wakati wote Yesu alipokuwepo duniani, wakati amevaa mwili kama wangu, wakati wote, masaa yote, dakika zote, sekunde zote, alikuwa pamoja na Mungu Baba. Haleluya. Na hii ilisababisha Shetani akimbie kila alikofika Yesu. Alitiwa mafuta na Mungu, alitawazwa kwa kusudi la kuwahurumia wanadamu wanaokaa juu ya uso wa dunia, kwa sababu walikuwa wametawaliwa na mfalme mbaya anayeitwa Shetani. Shetani ni muuaji, kazi yake ni kuchinja, kuharibu, kuangamiza. Na Yesu anasema yeye amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Haleluya, amen. Na hili ndio kusudi tunahubiri Injili, kwa sababu ya uzima wa Yesu. Na Yesu alituagiza tuendeleze kazi yake baada ya kuimaliza. Akatupa amri akisema, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, yani kila mwanadamu, kila aliyezaliwa na mwanamke, mukamtangazie habari za ufalme wa mbinguni, apate kujua kwamba duniani sio kwake, ni mpitaji tu. Haleluya, amen. Hata kama angejifurahisha, hata kama vitu vingempendeza kivipi, lakini duniani ni mpitaji, ghafla atatoweka. Hiyo lazima ujue. Kumbuka, wale ambao uliwajua wako wapi leo? Hawapo. Wote wenye fahari, wote wenye uwezo, mmoja baada mwingine, wametoweka. Wanapita kuonyesha duniani si kwa mtu, si kwa mwanadamu, sio kwake. Kwake ni kwa Mungu. Sema amen, amen. Maandiko yanasema wakati Yesu anazunguka, akafika nchi ya Wagerasi, katika kitongoji cha Magdala, kusini ya bahari ya Galilaya. Kile kijiji kinaelea, kinatambaa mpaka kando ya ziwa kusini, lakini mlimani mwake kulikuwa na miamba, alafu kulikuwa na makaburi, na makaburi mengi yalikuwa kule, yaliyojengwa kama nyumba. Na mara nyingi watu wasioniweza walienda kukaa, kwa sababu watu wa zamani walikuwa wanajenga makaburi, lakini wanaandaa kwa ajili ya maziko baadaye. Kwa kulikuwa kuna makaburi kule. Haleluya, amen. Wenye wasio na uwezo walikuwa wanaenda kulala kama kwa kujisaidia, kwa sababu wenye makaburi walikuwa walali huko makaburini.
Lakini pia kulikuwa na makaburi ambayo yamezika watu. Makaburi yale yalijengwa kwa mawe yenye futi 22, futi 20 square. Unaweza kuona nyumba, sio? Kwa huyu maandiko yanasema alikuweko huyu mgerasi, huyu mtu aliyezaliwa na mwanamke, alafu shetani akamwingia, na alipomwingia huyu pepo akafungulia pepo wengine wengi kuingia kwake, na hivyo huyu mtu akatoka nyumbani kwa wazazi wake. Ikashindikana kabisa kukaa nyumbani. Biblia inazungumza, nasema alikuwa na nguvu kiasi ambacho walijaribu kumfunga kwa kamba, alizikata. Walimfunga kwa mnyororo, alikata. Walijaribu kumfunga kwa pingu, nazo alikata. Alikuwa na nguvu za kiroho, lakini sio kiroho cha Mungu, kiroho cha shetani. Maana shetani naye ni pepo, ni roho, ana nguvu za kwake, wapa nguvu watumishi wake, na yeyote anamwingia anampa nguvu. Siku moja tulishangaa mtu mmoja, wakati tumemhubiri habari za Yesu, alikuwa na nguvu, alafu alikuwa anafanya mambo ya ajabu. Alikuwa anaweza kujiviringisha kama tairi la gari, akaenda kasi, alafu ghafla anaweza kutulia, akapanda kwenye mti kama paka. Ukashangaa ghafla yuko juu, alipopanda uelewi. Alikuwa na uwezo, wakimkamata watu wawili walikuwa wamwezi. Kwa nini? Alikuwa na roho na nguvu za shetani. Shetani alikuwa amemvika uwezo wake ili apate kutumika vizuri kwa chombo bouncer, haleluya, la kufanya chochote. Na huyu naye alikuwa amepagawa. Nilipata habari ya mtu mmoja ambaye watu walifikiri na nguvu ya kawaida, lakini nikapata nafasi ya kuongea naye mimi. Alikuwa na uwezo wa kufanya maajabu. Alikuwa na uwezo wa kuvuta magari kwa kichwa chake. Alikuwa na nguvu, alikuwa anakunywa zile break current, anamimina kama kwenye pita 18 moja kwa moja. Alikuwa anakula chapati 18, lakini ukimpa sahani za wali zilizojaa 6 lazima malize. Alafu alikuwa anavaa mahirizi 55. Alafu alikuwa amelazwa makaburini, amelala na maiti ili apokee nguvu ya shetani. Unaona, huu ni utumishi mbaya wa ibilisi aitwaye shetani, na huyo ndio anasambaza kila aina ya maguvu mabaya. Sasa huyu naye alipagawa, lakini watu waliposhindwa, ameshindikana kukaa nyumbani, wazazi wana huzuni, wamemzaa mtoto waliyetazamia kwamba atawafaa kwa maisha, lakini kwa bahati mbaya shetani amemwingia, hashikiki, hakai nyumbani. Tumesoma hapa, anasema masaa 24 usiku na mchana alikuwa anakaa kule makaburini na milimani, anapiga kelele usiku kucha, mchana kutwa, anachukua mawe anajikata kata mwili mzima, lakini hafi. Hiyo ni kazi ya shetani. Shetani naye anataka kuonyesha maajabu yake duniani. Kwa hiyo ilikuwa na maguvu ya ajabu. Mwisho watu wakamkatia tamaa, wazazi wakamwacha, ametoka nyumbani. Kama vile inawezekana mtoto wako hayuko nyumbani, labda yuko kwenye pagala anavuta bangi,
labda nabugia madawa ya kulevya, labda ni jambazi, usiku anafanya kazi ya kukaba watu, lakini hukumzaa kwa kusudi hilo. Ulimzaa awe mtoto mzuri, akufai kama mtoto, lakini adui ameingia kwake, ameshindikana, hashikiki. Haleluya, amen. Hizo ndio kazi mbaya za shetani, na hizo ndio zimfanya Yesu aje. Laiti ungejua wema wa Mungu usingemkataa Yesu. Maana Yesu manake huruma za Mungu kwa wanadamu. Yesu manake tumaini la wanadamu waliokosa matumaini. Yesu manake pumziko la wale wasiopumzishwa, wanaorushwa rushwa, wasiolala, wanaoweweseka. Yesu ni pumziko la wale makahaba wasiolala nyumbani usiku kucha. Nilipata habari ya binti mmoja, habari za kijana mmoja alieleza habari za mabinti wengine wanajiuza, lakini akasema nilidanganyika, nikadanganywa na rafiki zangu, nikapelekwa, kumbe kuna genge mahali na mabinti wanajifanyia biashara mwili yao. Ni huzuni. Katika mitaa, katika miji kuna mambo ya kutisha ambayo shetani anafanya juu ya wanadamu na ndani ya wanadamu. Yule kijana anasema kwa bahati mbaya nilipofika hapo nikadanganywa, akasema mchukue mmoja. Nilipokwenda nikakuta binti amejaa madonda mwilini. Nilipotazama nikaogopa, lakini anajiuza. Wezi amepata magonjwa ya aibu. Haleluya. Kwa hiyo ndio dhambi mbaya inaenea duniani, na shetani anafanya haya kwa sababu anajua mwisho wake umekaribia. Anataka kumharibu kila mtu aitwaye mwanadamu, amharibu kabisa, ili atengeneze genge la kwenda nao jehanamu. Wasichana wazuri ole wao, kwa sababu shetani anawatumia vizuri kwa uzuri wao. Ni afadhali basi wasingekuwa wazuri labda, kuliko wazuri wanavuta jeshi la wanadamu, alafu shetani anawapagaa. Huyo alipopagawa alikuwa na nguvu za kutisha kama Samsoni, lakini Samsoni alikuwa na nguvu za Mungu. Hii ndio tofauti na nguvu za shetani. Nguvu za Mungu zapita nguvu za shetani. Haleluya. Maandiko yanatuambia, nasema Yesu akawa anajua watu hawakujua kwamba huyu Yesu anafahamu kwamba yuko mtu anateseka, ameshindikana na jamaa zake, hata jamii yote iliyomhurumia nayo imeshindwa kumtuliza nyumbani. Hakuna pingu, hakuna gereza, hakuna minyororo, hakuna baunza mbele yake, wote wameshindwa. Haleluya. Yesu alijua, lakini hakumwambia mtu, kama vile ambavyo anajua Yesu. Katika uwanja unajua kila mmoja shida yake, anajua unavyoteseka, anajua unavyosumbuka, anajua ulivyo na tabu ambazo wengine hawajui, anajua chochote kinachokuumiza anakifahamu, kwa sababu alikuumba. Anajua hata kilichoharibika, anafahamu shida yake na ubaya na uzito wa tatizo lako, anajua kila kitu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu. Sema amen. Amen. Lakini wakati ule akatembea, akapita kwenye boti, wakamteremsha. Alipomteremsha, maandiko yanasema mara akakutana na Mgereza. Huyo aliyeshindikana, ni kama vile kuko connection. Unajua shetani anajua kabisa kwamba Yesu yupo, na akijua yupo huwa anajihami mapema. Hata jiona leo yupo hapa, shetani anaanza kujihama. Unaweza kushangaa, unaanza kugusa kama una pepo, unaanza kusikia ndani hali inabadilika. Ujue kabisa shetani anajua kabisa, maana shetani sura yake ni udhihirisho wake. Huwezi kuona kwa sura kwamba mweupe au mweusi,
lakini yupo shetani. Haleluya! Uko na binti moja alidondoka pale juzi, tukamuuliza vipi ulifahamu? Akasema sikujua. Hakujua kwamba yuko shetani ndani amekaa, lakini Yesu alijua. Na saa ilipofika akamchokonyoa. Alipomchokonyoa hakustahimili, akaanguka. Alipoanguka shetani, mtu akaanguka. Watu tukafikiri ameanguka mtu, kumbe ni shetani ameanguka. Ameanguka mbele ya Yesu, maana lazima amsujudu Yesu. Lazima shetani anguke mbele za Yesu. Haleluya! Biblia inasema kwamba Yesu alipoteremka, yule mwenye pepo akaja ghafla. Alafu akashangaa, wote walipoona Yesu anapita huko kwa pepo. Si ndio kuna yule mgarasi? Ndio. Hata mchana walipomtazama Yesu, mtu wa kawaida, wala sio bouncer. Haleluya! Wala shini kula kama yule aliyekuwa break current 18. Yesu kula kwake kidogo tu, lakini amejaa uwezo. Haleluya! Wakajua kabisa hapa anaenda kulaluliwa. Wakashangaa yule pepo alipo Yesu karibia. Wakashangaa kile, tuna nini nawe Yesu? Tunakujua wewe ni Yesu wewe. Watu wengine hawakujua kwamba wewe ni Yesu. Walijua ni mtoto wa Mariamu. Walijua baba yake ni Yusufu, wala sio mtoto wa Mungu. Lakini pepo akasema, tunakujua wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu. Sio Mungu aliye chini, Mungu aliye juu. Haleluya! Manake muumba mbingu na nchi, anayetawala kila kitu. Haleluya! Watu wakashangaa, kumbe huyu kichaa anamjua Yesu. Halafu anatuambia kwamba kumbe huyu Yesu, tulifikiri mtoto wa Mariamu, kumbe ni mtoto wa Mungu, tena Mungu aliye juu. Halafu akamwambia, tunakujua wewe kwamba wewe umepewa amri ya kuangamiza. Siku itakapofika utaangamiza kila itwaye shetani kila kona. Utafutilia mbali kila nguvu ya kuzimu. Hakuna uchawi atakayeonekana tena juu ya dunia. Sema amen. Wakasema tunakujua. Alafu akasema nakuapisha. Mimi nikashangaa, alisema nakuapisha kwa Mungu aliye juu. Nakuapisha kwa Mungu. Unajua kwa nini? Alijua nikisema nakuapisha kwa shetani, shetani hana uwezo. Alishagundua, maana wakati pale yupo alimwona shetani labda kushoto anatetemeka hivi. Amen. Mwisho akagundua kumbe naye shetani anatetemeka. Sasa nimwapishe kwa jina la nani? Basi nimwapishe kwa jina la Mungu. Sasa nakuapisha kwa jina la Mungu. Alafu jibu alikotokea akakuta Yesu anaendelea. Amen. Haleluya. Amen. Mwisho akabadilisha, akasema basi kama huwezi kuanguka chini kushindwa, turuhusu basi twende kwenye nguruwe. Tunakujua unayo amri juu yetu. Haleluya. Unafahamu kwamba shetani anajua ameamriwa na Yesu akutoke. Unapoondoka shetani anakushangaa kwamba angejua yule mwanamke, angejua yule kijana kwamba Yesu ni kiboko kwetu, angempenda Yesu. Lakini bahati mbaya hajui. Hebu tuendelee kumkoroga danganyike ili tupate kukaa kwake. Haleluya. Amen. Yesu akamwambia yule pepo, muko ngapi? Sema. Shetani akasema tuko wengi. Usifikiri niko peke yangu, tuko wengi, tuko jeshi. Haleluya. Amen. Akamwambia sasa na waamuru mtoke. Akasema tuko wengi. Akamwambia lazima mtoke mmoja baada ya mwingine. Sema amen. Amen. Wasema tunaomba twende kwenye nguruwe. Usitutoe katika mji, utupeleke kwenye nguruwe. Unajua pepo walipenda kukaa kwa yule mtu. Walipenda kukaa mji wa Megadara. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa ni mji wa makaburi. Na watu wengi walikuwa naenda kutambika kwenye makaburi. Na walipokuwa naingia kwenye makaburi walikuwa naingiwa na maroho machafu.
walikuwa wanaendea kwa waovu, kwa sababu pepo wachafu walijaa makaburini. Walipolala walijua kabisa hawa ni watu wa kukaa kwao. Haleluya, amen. Ndipo Yesu asema mtoke mwende. Wakaanguka chini puu. Alafu walipoanguka chini puu, pepo wote wakaingia kwa nguruwe katika mlima ule. Wengine wanafuga mapepo. Nguruwe walikataa kukaa na pepo, walikataa kukaa na majini. Wakati wanakaa na majini, pepo nguruwe walikataa, walisema afadhali kufa. Hii ni ajabu, sema amen. Kumbe hata nguruwe wanachukia majini, tena wanachukia mapepo. Na wewe je, unaonaje kama ukifuga majini? Wewe ni mtu wa ajabu tu, hata shetani anakushangaa. Nguruwe walikataa, wanakaa na majini. Leo yaambie majini mlitoke, uyafukuze hata kama inakaa kwenye kichwa. Mtu mmoja alisema mimi nasikia kichwa kinauma hapa juu ya kichwa. Tukamwambia huyo ni pepo amekaa hapo. Ukimwamini Yesu pepo atatoka. Akasema naona kichwa tu kinauma. Tukamwambia sikia, muamini Yesu Kristo, alafu tukimwita atatimua. Akasema na muamini. Tulipomwita Yesu lazima kiki po chini, alafu kaanza kumviringisha na kwenda. Nilikaa kwenye kichwa, nitaka kuvuga ubongo. Ndio maana usikubali kabisa kichwa kikaa kwenye utosi, usikubali. Mwambie huyu ni shetani, lazima atoke. Haleluya. Bini Somai, Yesu ulipofika wakati alitoka mlimani, Roho Mungu akiwa juu yake. Hii ndio maana Yesu alitokea, kwa sababu alijua mashetani yamejaa duniani kote. Hayo ndio inafundisha watu dhambi. Kila aina ya dhambi inafundishwa na pepo aitwa shetani. Kwa ukikuta unatumikishwa na madhambi, pepo, ujue ni pepo uzinzi. Ukiwa mzinzi, ukiwa katili, ujue ni pepo katili yuko ndani yako. Haleluya, amen. Ukiwa ni mwizi, ujue pepo mwizi yuko ndani yako kutoka kwa shetani. Ukiwa mchawi, wewe ndio mkuu wa mapepo yote kule kuzimu. Alafu ujue kabisa sura yako imefutwa mbinguni, kwa sababu umeharibiwa kabisa na shetani. Ndio maana lazima ulete matunguli yako tuyachome moto, kwa sababu wewe sura yako sawa na shetani mchawi. Hata Mungu akikutazama hawezi kukutazama, ukitazama utakufa, kwa sababu mchawi hana faida. Mungu alisema afadhali asiishi mchawi, maana mchawi ni sura ya shetani, na ndio maana hafai mbele za Mungu. Na ndio maana tunahubiri mchawi atupe matunguli yake, akusanye mabuyu yake yote, ayalete kwa Yesu, tupige kiberiti hapo uwanjani. Nilikuwa nahubiri Shinyanga, nikakuta mwanamke mmoja mnene anatembea anasumbua kwenye mkutano. Mara anainuka na kaa pale, alafu mnene, mara anainuka anaenda pale, mara anazunguka, mara anabeba kifurushi. Watu wakasema kumbe watu wanaonyeshana vidole. Mimi nikakuta watu wanaonyeshana vidole, kumbe ni mchawi wa kutisha. Wanajaribu aloge mkutano. Haleluya. Hakujua kwamba ule mkutano ni wa Mungu, na kwamba Mungu ameamrisha hubiri injili kwa watu wake. Sema amen. Akazunguka, si tukaendelea kuhubiri. Nafikiri kwa najaribu kuzimisha, lakini alipokuwa anazimisha, mwisho tukasikia king'ora cha polisi kinakuja. Kumbe wakati anazimisha ndipo Mungu anaongeza sauti. Mji mzima unasikia speaker zile, sema amen. Mara tukakuta king'ora cha polisi kinakuja. Baadaye ukakuta wazee wakakaa naye, akasema vipi? Wakasema mji umevurugikiwa, hizo speaker zimechafua mji, sauti yake ina nguvu kabisa. Haleluya. Kumbe Mungu alitaka kumwonyesha shetani kwamba wewe utashindana na mimi, ngoja niongeze moto. Ukasema na siku ya waliokoka watu tele, watu wenye heshima, watu wenye fahari. Akaokoka mhasibu mkubwa wa lile shirika la nini la pamba. Haleluya. Alafu akaokoka accountant wa mkoa. Alafu akaokoka afisa elimu wa mkoa.
Haleluya! Na tulipomwita Yesu, yule mganga mwenyewe tukakuta yuko kwenye kundi la watu wamenyosha mkono. Halafu Mungu akamtembelea, akashusha uwezo juu yake. Asubuhi, alfajiri, kesho yake subiria watu wasema, yaani yule mama mchawi akikuonyesha kidole tu unakwenda leo na yeye anaokoka. Baadaye mkutano umeisha, tukaanza kupata taarifa zake, tukaanza kuambia yule mama mlimwona na mnene pale alikuwa na wanga, ni ajabu, lakini tumeshangaa amepita, sijui alikuwa anaokoka kweli au natania. Asubuhi, alfajiri, saa 12 mchungaji akakuta gunia, kuna mtu mmoja mama na anakuja, alafu ni kijana wake amepakia gunia kubwa kama la mkaa wenye lumbesa, amefunga kwenye baisikeli yake. Haleluya! Wakamwambia mchungaji, kuna mgeni huko nje. Akatazama Zaviba ameleta mkaa, wakasema kamsikilize. Kumbe mle ndani amejaza mabuyu, vibwengo, mahirisi, sijui nini, maruhani na kila ungo na kila kitu amejaza. Akasema mchungaji, mimi nimeokoka, nimeamua kuacha uchawi, nimeleta majibu ya choma moto. Haleluya! Yesu akashinda, akajipatia yule mtu. Sema amen. Ilikuwa ajabu, mchungaji akashangaa, ikabidi kanunue galoni ya mafuta. Haleluya! Alafu ikaanza kuchomoka, vingine vikawa anapiga filimbi, vingine vinaruka kama chura, alafu anavikomanda, sio kwa jina Yesu uteketee, kwa Yesu uteketea. Viko vinaruka huku vinaungua. Akaendelea kuongeza na kuni juu mpaka gunia lote lilipoteketea. Sema amen. Yesu Kristo ni yeye jana, leo na hata milele. Yuko katika viwanja hivi, yuko pale ulipo unaposikia sauti, anaenda pamoja na sauti popote, akutana kila tabu ya mtu awaye yote. Yesu alitoa mafuta, akafika kanisani, akawaambia. Wakishangaa Yesu anaingia ndani ya kanisa, akatazama ndani ya kanisa, akuta wagonjwa wamejaa tele, lakini kila siku wanabarikiwa na kutoka. Wanatoka na shida zao zile zile, wanatoka na ulevi ule vile vile, lakini majina yao ni ya Kikristo. Shida ziko pale pale, wengine wana pepo, wengine majini, wengine wamevaa hirisi, watu ina mbolo, lakini wako ndani ya ibada. Yesu alipoingia akafungua mahali ambapo manabii walisema habari zake. Sema amen. Walipomwona waliokuwa wa kanisa, wakamwambia huyu Yesu amekuja, mpe kusoma, alafu ndipo tuendelee na mahubiri. Yesu akatafuta palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Maskini wa kiroho, yana wanaonyanyaswa na shetani ni maskini, maana hawana nguvu, hawana uwezo wa kumkataa, ni maskini. Kuwaganga waliovunjika moyo, kuwafungua wafungwa wa dhambi, wafungwa wa mateso, wafungwa wa magonjwa, wa kansa, wafungwa wa mapepo, wa majini, wafungwa wa shida. Niliwaambia baada ya siku moja, nyumba moja ilifarakana kabisa kule Iringa Road. Haleluya! Ilikuwa na tabu, walikuwa waongei ndani ya nyumba. Sema amen. Kila anayeongea ni kama anamtukana mwenzake, kwa ilikuwa hakuna usalama. Ghafla tukaona saa 8 kijana anakuja hapa kanisani, alafu akasema mchungaji, nahitaji maombi. Tukamwambia wewe nani? Akajieleza. Vipi unahitaji maombi? Akasema nyumbani hatuishi, mama, dada zangu, kaka zangu, mimi mwenyewe hatuelewani. Kwa nini? Kila anayezungumza lolote, hata ukisema nipe maji, ni kama umemtukana mtu. Asili utaanza ugomvi. Kwa hiyo tumeamua kila mmoja na nyamaza kimya, haongei na mwenzake ili tuwe salama.
lakini ukizungumza tu ni tusi kwa mwingine. Hata ukisema tu habari gani kwake ni tusi. Kumbe katikati hapa shetani anabadilisha. Ndio maana hakuna mafarakano, ndio maana kuna mafarakano nyumbani. Hata ungezungumza kitu kidogo mwenzako unalipuka. Kwa nini? Shetani anakoroga hapo katikati. Akasema naomba mnisaidie. Tukaanza kuomba. Tukamwambia muamini Yesu Kristo ndio jibu pekee. Yesu aingie kwako. Akiingia kwako atafumua kila kitu. Mama amejaa huruma, anakuhurumia. Ana huzuni kuliko una huzuni wewe. Anasumbuka jinsi gani utambue, umpelekee mzigo wako. Lakini bahati mbaya uelewi. Laiti ungekuja ungomletea Yesu, angekupumzisha. Yule kijana alikuwa kijana anasoma chuo, sitaki kusema chuo. Ana miaka kama 25 hivi. Akasema niko tayari kumwamini Yesu. Tukamwongoza amwamini Yesu, akamwamini Yesu. Tukamwambia sasa namuita Yesu. Nilipoanza kumwita Yesu, ilianza sarakasi. Alikuwa na nguvu ya pepo. Aliruka, alikuwa na nguvu. Tukaanza kumamrisha tulie, ili kwa vurumai. Mwisho ule pepo akaanza kutuomba kama alivyomwomba Yesu. Haleluya! Wakasema Yesu, wakasema wewe Mpesile, tuache tukae mtu tutakupa milioni 2. Wanataka nihonge. Haleluya! Unajua shetani ni mjinga. Usifikiri hayupo, yupo. Pengine amekaa kwenye kifua chako. Pengine amekaa kwenye tumbo lako usizae. Pengine amekaa kwenye mkono wako kuume kila siku. Pengine amekaa ndani ya nyumba yako ndio maana unawezeka usiku kucha. Pengine amekaa ndani ya nyumba yenu ndio maana mnapigana ngumi kila siku na mume wako. Pengine amekaa ndani ya koo lako ndio maana kila siku bugie bangi. Lakini Yesu akafika pale, sema amen. Ametiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Akasema maneno haya yametimia masikioni mwenu. Wote wakamgeukia. Maana aliposema maneno yale, kila mmoja kifua chake kikasikia kupumua. Wakasikia kama baridi. Wakasema tumezoea maneno haya, wanasema wengi makuhani. Lakini mbona aliposema huyu tumejisikia vizuri kabisa. Ile hali mbaya imetokea, nini kimetokea? Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Sema amen. Yesu akawaambia yote. Nataka kuambia jioni leo, Yesu yuko hapa. Kile kinachokupesa, huyo ni pepo ametuma shetani. Huyo ni kuendesha magonjwa, dhambi, tamaa ya mwili, ukahaba, uzinzi, ulevi, ujambazi, kubugia bangi na madawa ya kulevya ambao leo taifa linapiga kelele. Huyo ni shetani anakutumikisha. Ukienda pale Milembe umejaa wavuta bangi, walifikiri wanajifurahisha, kumbe shetani amekudanganya. Leo sikia habari za Yesu Kristo. Yesu ametiwa mafuta kwa ajili ya hayo, apate kukufungua. Watu walishangaa yule mgrasi ambaye alikuwa hafungiki, wakashangaa walipokwenda. Habari kaenda mjini, ukasema jamani, sikilizeni, yule mgerasi alikuwa hafungiki. Leo amefika Yesu huko. Amen. Na leo amekaa mbinguni pa Yesu. Umati ukateremka, ukaenda pale, wakakuta amekaa, amevaa nguo zake, ametulia kwa Yesu. Huyu ndiye Yesu. Yesu ametoa mafuta kwa ajili yako. Leo muamini Yesu Kristo, yuko hapa, atakutendea yale ambayo ametendea wengine. Tumekuwa tukishuhudia watu wakifunguliwa. Jioni leo yuko hapa Yesu. Tumashahidi wa kazi zake, tumeshuhudia uwezo wake. Wenye dhambi wanaacha dhambi, wenye tabu zinaondoka. Yesu yu hai, anaishi leo, anamiliki. Uwezo wake ni wa ajabu, hajabadilika.
yuko mahali hapa jioni leo. Popote ambapo nimekuwa nikihubiri, nimemwona Yesu akitenda maajabu, akifungua wote waliokumwamini. Ukiamini jioni leo, utaona uwezo wa Yesu, utaona huruma za Yesu. Hata kama amekutumikisha, amekuchakaza, Yesu kenda anasema, njoo wewe uliyeumizwa, wewe uliyesumbuka. Ni rafiki wa walevi. Yesu ni rafiki wa walioteswa. Leo uje kwa Yesu, atafagia kabisa kiu yote. Haleluya! Utatoka na fahari katika viwanja hivi, utatoka na heshima ya Yesu, utatoka na mamlaka ya Yesu. Yesu anataka kupe mamlaka jioni leo. Mwamini Yesu Kristo wewe mwanamke, mwamini Yesu Kristo wewe binti. Acha ukahaba, acha kubugia pombe na bangi, acha kubugia madawa ya kulevya, acha ujambazi, acha. Utahukumiwa hukumu ya kutisha, utatupwa jehanamu ungue milele bila msaada wa yeyote. Leo upo msaada. Patana na Mungu aliyekuumba. Yesu akusamehe dhambi zako. Uje kwa Yesu binti, uje kwa Yesu mwanaume. Wewe unanisikia, uliyepo hapa, uliye nyumbani, isikie sauti ya Mungu inakuita, zitubu dhambi zako. Mwamini Yesu Kristo kabla ya hukumu ijaja. Yesu yupo katika uwanja huu, yu tayari kusamehe dhambi zako, yu tayari kukutakasa. Yeye hata kutupa kama wengine. Yeye anasema, njoo, najua umeonewa, hupendi, lakini ufanyeje? Yupo hapa Yesu jioni leo. Simama pale ulipo, usogee hapa mbele haraka.